kwenye ujenzi wa uwanja wa ndege uendane na uhalisia. Jengo ambalo lipo kwenye ramani linaonekana jengo litakuwa dogo, lakini mkoa wa Tanga ni mkoa ambao unakuwa, una idadi ya watu wengi. Tunashauri kwamba lile jengo angalau lijengwe liwe na uwezo wa kubeba kati ya abiria 250 mpaka 300. Naamini mkiyafanya hayo mtakuwa mmeusaidia mkoa, mmeisaidia taifa, na wananchi kwa ujumla watanufaika na uwekezaji ambao unawekezwa pale. Jambo jingine, tunaiomba serikali, Mheshimiwa Naibu Waziri, mara nyingi serikalini mmekuwa na mambo mengi ambayo hata mtu tu kutoa kibali anachukua muda mrefu sana, kiasi kwamba mradi unachelewa, na unapochelewa unapelekea ule mradi kuwa na gharama kubwa ambayo haikuwa inategemewa. Naamini kushirikiana serikali na wataalamu kwa ujumla mnaweza mkalitoa hili, na mradi huu ni tegemeo kubwa sana kwa wananchi wa mkoa wa Tanga. Uwanja utakapokamilika utaleta fursa, utaleta ajira, utafanya maeneo haya yaweze kukua kiuchumi kwa haraka zaidi. Ni baadhi ya mikoa michache ndani ya nchi yetu ya Tanzania ambayo haina viwanja vya ndege, lakini dhamira ya serikali na maono ya Mheshimiwa Rais ni kutaka kupeleka huduma hiyo kwenye maeneo yote ya nchi yetu, na nyinyi ndio mnaomsaidia kuhakikisha mnaweka mazingira wezeshi ambayo yatafikia malengo aliyoyaweka. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunapongeza sana tendo la kuanza kufikiria kujenga barabara ya kutoka Tanga kwenda Kibrashi hadi Singida. Hii barabara japo itakuwa inashirikisha wawekezaji ambayo itakuwa ya kulipia, ni mawazo ambayo bunge kila siku limekuwa likishauri serikali kwamba serikali hamwezi kujenga kila kitu nyinyi wenyewe, ni lazima kuwe na ushirikishaji ambao utasaidia fursa zilizo nyingi ziweze kutengenezwa. Tunaomba mamlaka ya bandari mpange mkakati wenu mkishirikiana na wakala wa barabara na serikali kwa ujumla. Tukupunguzie na maswali, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Ujenzi. Sasa mmeiweka katika msingi ambao unaweza ukaenda vizuri. Ujenzi wa uwanja wa ndege wa Tanga unaofanywa utapandisha hadhi ya uwanja huu kutoka daraja 2C kwenda 3C na kuwa na uwezo wa kupokea ndege za aina ya Bombardier -8 Q400. Ujenzi wa uwanja wa ndege wa Tanga utaanza baada ya kukamilika kwa taratibu za manunuzi za kumpata mkandarasi ambazo ziko katika hatua za mwisho za manunuzi zilizopangwa kukamilika kufikia tarehe 21 Machi mwaka huu wa 2025. Kwa sasa rasimu ya mkataba iko kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya vetting. Mheshimiwa Mwenyekiti, kazi zilizopangwa kufanyika katika uwanja huu ni kama zifuatazo: ujenzi wa barabara ya kutua na kuruka ndege yenye urefu wa mita 1800, yani runway, maegesho na barabara unganishi. Pili, tahusisha ujenzi wa jengo la abiria lenye uwezo wa kuhudumia abiria 150 kwa wakati mmoja, ikiwa na ofisi za idara mbalimbali na sehemu za biashara. Tatu, ujenzi na ufungaji wa mnara wa kuongoza ndege. 4, ujenzi wa mifereji ya maji. 5, ujenzi wa barabara ya kuingia kiwanjani na maegesho ya magari. 6, ununuzi na usimikaji wa mfumo wa taa za kuongoza ndege. 7, ujenzi wa jengo la umeme
yani powerhouse na jengo la uokozi na zimamoto. 8, ununuzi wa gari la zimamoto. 9, ujenzi wa uzio wa usalama. Na 10, ujenzi wa kituo cha uchunguzi wa hali ya hewa.